Karibu mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania katika kipindi kizuri cha Adelante. Siku ya leo tena ninakukaribisha katika somo zuri linalosema kutembea na Mungu. Mimi naitwa mchungaji Paulo Kazoba, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato, Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania. Karibu tuombe tunapoenda kuanza somo la siku ya leo. Baba yetu na rafiki yetu uliye mwema, tunakushukuru sana kwa upendo wako na neema zako. Saa hii tunapohitaji kujifunza neno lako, tunaomba uongozi wa Roho wako mwema uwe pamoja nasi tangu mwanzo mpaka mwisho, ukimbariki na mtazamaji katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Karibu sana katika siku ya leo. Somo linasema kutembea na Mungu. Kutembea na Mungu. Kuna umuhimu mkubwa sana katika maisha yetu wa kutembea na Mungu. Tunapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya 21 hadi 24 kisa cha Henoko aliyetembea na Mungu katika maisha yake yote. Biblia takatifu inasema Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Metusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Metusela miaka 300. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ndio ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Biblia inaeleza ujumbe wa pekee sana katika maisha ya Henoko. Henoko aliyetembea na Mungu kwa zaidi ya miaka 300. Historia inaeleza vizuri kwamba Henoko ni mtu wa pekee sana aliyeandikwa katika Biblia, ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. Waweza kujiuliza kwa nini Henoko alihamishwa? Na unajua miongoni mwa watu waliohamishwa na Mungu bila kuona mauti ni pamoja na Henoko. Henoko alihamishwa na Mungu, na Biblia inaeleza vizuri ya kwamba yeye ndiye aliyekuwa na uhusiano mzuri sana pamoja na Mungu. Katika mwanzo wa maisha yake tunamuona akimzaa Metusela na kuishi maisha ya haki kwa miaka 365. Henoko alitembea na Mungu, jambo lililomfanya ahamishwe bila kuonja mauti, kama ambavyo tumesoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya ya 22 mpaka aya ya 24. Sasa katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 5 kuna habari za Henoko pia hapa. Henoko ni mfano wa maisha ya uaminifu pamoja na kutembea na Mungu katika maisha yetu yote. Biblia takatifu inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 5. Biblia inasema kwa imani Henoko alihamishwa. Kwa imani Henoko alihamishwa. Na hapa ndipo tutakapopata sababu ya kuhamishwa kwake. Alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa kwake alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Alikuwa ameshuhudiwa ya kwamba amempendeza nani? Mungu. Na Biblia inaeleza vizuri kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ya 6 ya kwamba pasipo imani, najua unalijua fungu hilo, pasipo imani, 11 aya ya 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba
huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hiyo Henoko anahamishwa kwa sababu alikuwa ameshuhudiwa ya kwamba amempendeza Mungu. Amempendezaje? Alikuwa na imani kwa Mungu. Na ndio maana Waebrania 11 aya 5 wanasema kwa imani yake wale wote watakaohamishwa katika dunia hii ni wale walio na imani. Wale wote watakaoenda mbinguni kuishi miaka 1000 pamoja na Mungu, kwenda kwenye makao matakatifu, kwenda kwenye makao ambayo Mungu ametuahidi, ni wale walio na imani ndio watakaohamishwa kutoka kwenye dunia hii iliyojaa dhiki, pamoja na shida, pamoja na taabu, pamoja na machozi, pamoja na huzuni. Ni wale tu walio na imani, walioshuhudiwa ya kwamba wamempendeza Mungu, ndio watakaoenda kwenye makao ya mbinguni na baadaye kwenye dunia mpya iliyofanywa upya, dunia ambayo itatengenezwa upya, inayotajwa kwenye Ufunuo sura ya 21 aya ya 1 mpaka aya ya 5. Ndio watakaoenda mahali ambapo hakutakuwa na dhiki, mahali ambapo hakutakuwa na maombolezo, mahali ambapo hakutakuwa na magonjwa, mahali ambapo hakutakuwa na misiba. Ni wale tu walio na imani, wale ambao wameshuhudiwa ya kwamba wamempendeza Mungu. Ni wale ambao wataenda kwenye makao ambayo Paulo anasema katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 aya ya 8. Biblia takatifu inasema mambo ambayo, aya ya 8 na ya 9, mambo ambayo jicho halikuwahi kuyaona, sikio halikuwahi kusikia, mambo mazuri ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Ni wale tu ambao watakuwa na imani kama Henoko. Henoko alishuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Nisikilize vizuri, haitawezekana kuhamishwa katika dunia hii, haitawezekana kupelekwa mbinguni, mahali ambapo tutakuwa na furaha ya milele pamoja na Yesu, kama hatutakuwa na imani kama Henoko. Wale ambao watakuwa na imani kama Henoko watashuhudiwa kwamba wamempendeza, na hatimaye siku moja Yesu atawahamisha. Na unajua, tunangojea kwa shauku kuu katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 20 hadi aya ya 21. Biblia inasema kwa maana wenyeji wetu huko mbinguni, na kutoka huko tunamtazamia Mwokozi, Bwana wetu Yesu Kristo, atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tunamtazamia. Siku moja atarudi, lakini anakuja kwa wale ambao wamekuwa na imani thabiti, imani kama ya Yesu, imani kama ya Henoko, imani kama ya kina Ibrahim, imani kama ya wazee wa imani, imani kama zinazotajwa za wale wazee wa imani katika kitabu cha Waebrania sura ya 11. Kwa imani Ibrahim, kwa imani Musa, kwa imani Yakobo, kwa imani Isaka, imani kama za wazee wa imani, kwa imani Henoko, kwa imani. Kwa hiyo Henoko anahamishwa kwa sababu alionekana amempendeza Mungu, na alihamishwa bila kuona mauti, bila kuonja mauti, bila kuonja kifo. Na ilikuwa ni alama ya wale wote ambao watakutwa wakiwa hai wakati Yesu atakaporejea. Huwa kuna wafuga minyoo wanafundishaga, wanasema, unajua kila nafsi itaonja mauti, unajua wote njia yetu ni moja. Nani alikwambia? Kuna makundi mawili yatakayokutwa wakati Yesu atakapokuja. Kundi la wale watakaokuwemo makaburini, lakini na kundi la wale watakaokutwa wakiwa hai. Maana kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 15 aya 50 na 51 anasema hatutalala sote, lakini sote tutabadilika.
Kwa hiyo tutalala wote. Wewe unafundishaje kwamba wote njia yetu ni moja, wote tutakufa, kila nafsi itaonja mauti? Nani alikwambia hiyo? Biblia inasema Henoko akahamishwa bila kuonja mauti. Ni mfano, ni alama ya wale watakaokutwa wakiwa hai wakati Yesu atakapokuja mara ya pili. Katika aya hii tunasoma kwamba Henoko alichukuliwa na Mungu bila kuona mauti, maana alikuwa ameshuhudiwa kwamba ni mwaminifu. Katika maisha yetu ni kutia moyo, mpendwa mtazamaji, kuwa mwaminifu. Tembea na Mungu katika maisha yako yote, tembea na Mungu kwa uaminifu. Uwe mwaminifu maisha yako yote. Uwe mwaminifu. Chaguzi wa kutembea na Mungu kama Henoko unahitajika kwetu leo pia. Unahitajika. Waumini wa leo wanapaswa kuishi maisha yanayoonyesha uhusiano wa karibu pamoja na Mungu, kuamini kwamba Mungu ana uwezo wa kutufanya tuwe na maisha yenye maana zaidi. Chagua kutembea na Mungu kama Henoko. Zaidi ya miaka 300 Henoko alitembea pamoja na Mungu akiwa mwaminifu. Historia ya Henoko inatufundisha kuhusu umuhimu wa kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu na kutembea katika njia zake. Kutembea katika njia zake ili kuweza kushiriki ahadi za uzima wa milele. Sasa Henoko alitembea na Mungu kwa miaka 300 kabla ya kwenda mbinguni. Sasa unaweza kujiuliza, Henoko alitembeaje na Mungu? Alitembeaje na Mungu? Maisha yake yalikuwaje? Alikuwaje, mpendwa mtazamaji? Maisha ya Henoko yalikuwaje? Jambo la kwanza, Henoko alielimisha akili na moyo wake kuhisi kuwa yuko katika uwepo wa Mungu. Yaani akaelimisha akili yake, akaelimisha moyo wake ya kwamba yupo kwenye uwepo wa Mungu, na daima alipenda kuwa mtu wa maombi. Nafikiri unaweza kuhamishwa hivi. Nafikiri unaweza kaenda mbinguni hivi bila kuwa mtu wa maombi. Bila kuitrain akili yako. Kuifanya akili yako iwe katika uwepo wa Mungu kila wakati. Kuwa kwenye uwepo wa Mungu kila wakati ni pamoja na maombi. Henoko alikuwa ni mtu wa maombi. Pumzi yake tu ile ilikuwa ni maombi. Henoko. Na alimuomba Mungu amlinde kila wakati. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo lingine la Henoko kutembea na Mungu, alikataa na kuchukia njia yoyote ambayo ingemchukiza Mungu. Katika maisha yako, kama kuna njia yoyote ambayo unahisi hii njia inamchukiza Mungu, achana nayo. Kama ni mambo ya rushwa, wewe ni mfanyakazi, usikubali rushwa, achana nayo kabisa. Habari ya kulawiti watoto, achana nayo. Achana nayo. Tupilia huko. Maana ni njia inayomchukiza Mungu. Kama ni wizi wa zaka na sadaka, achana nayo. Maana hiyo inamchukiza Mungu. Huwezi kuhamishwa kama Henoko. Kama ni uzinzi, achana nao. Kama ni uongo, achana nao. Kama ni usengenyaji, achana nao. Kama ni kuwasema vibaya wachungaji na viongozi wa kiroho, achana nayo. Kama ni uchawi, achana nao. Kama ni ulevi, achana nao. Achana nao. Kama ni uganga wa kienyeji, achana nao. Henoko alijitahidi sana kukataa na kuchukia njia yoyote ambayo ilikuwa inamchukiza Mungu wake. Alimuweka Bwana mbele daima. Na ombi lake Henoko lilikuwa ni hili:
kama lilioko kwenye kitabu cha Zaburi 86 aya 11. Bwana, unifundishe njia yako. Yaani anataka kuyajua mapenzi ya Mungu daima, ayajue daima. Unifundishe mapenzi yako daima, niyajue, nitende kile unachohitaji wewe. Ndio lilikuwa ombi la Henoko katika maisha yake yote. Henoko, ninampenda Henoko, nami natamani Bwana niwezeshe. Mimi mchungaji Kazoba, natamani sana Bwana niwezeshe kuyajua mapenzi yake, niyafanye mapenzi yake katika maisha yangu yote, maana na mimi natamani siku moja nikae na Mwokozi milele. Dunia hii inapita na uraia wangu ninajua huko mbinguni. Lazima nipambane, nijue mapenzi ya Bwana ni yapi ili niyafanye siku moja na mimi niishi na Mwokozi. Na natamani sana pia niwaone akina Henoko. Bwana nisaidie niwe mshindi, nimuone shujaa Henoko aliyekuwa mshindi akahamishwa. Natamani nimuone, natamani nimuone Ibrahimu, natamani nimuone Musa, natamani nimuone Paulo aliyesema wakati wa kufariki kwangu umefika na sasa ninamiminwa. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza. Baada ya hapo nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu wa haki atanivisha siku ile, wala si mimi tu, hata wale waliopenda kufunuliwa kwake. Natamani sana Bwana mhukumu wa haki anivishe taji siku ile. Natamani niwe kama Henoko aliyetafuta kuyafanya mapenzi ya Bwana. Lakini sikiliza, jambo lingine, Henoko alikuwa mwakilishi wa wale ambao watakuwa juu ya uso wa dunia, watakaokutwa wakiwa hai wakati Yesu atakapokuja, ambao watahamishwa kwenda mbinguni bila kuona mauti. Henoko, sikiliza zaidi kitu cha pekee kingine. Unaweza kama unasema jamani, kushinda ni vigumu. Tunaishi kwenye dunia ambayo ina dhambi sana. Kila siku jamani, ukiingia mtandaoni unakutana na uchafu. Ukiingia wapi ni uchafu. Ukiingia nani, hapo ni baa. Ukiingia wapi, hapo ni singeli zinapigwa. Ukiingia hapo ni hivi. Tunaishi kwenye dunia iliyojaa uovu. Nisikilize vizuri. Henoko pia aliishi kwenye dunia yenye majaribu na changamoto na uovu na uasi kama dunia yetu sisi. Alikuwa amezungukwa na jamii isiyokuwa rafiki kwa uadilifu kuliko ile inayotuzunguka. Kumbe ni zaidi. Mazingira aliyoishi yalikuwa yamechafuliwa na dhambi pamoja na ufisadi. Sawa na sisi. Hata hivyo aliishi maisha matakatifu. Yaani pamoja na kuzungukwa na uasi namna hiyo, Henoko aliishi maisha matakatifu. Pamoja na dunia iliyokuwa imejaa dhuluma, dunia iliyokuwa imejaa uasherati, dunia iliyokuwa imejaa ufisadi, dunia iliyokuwa imejaa uongo, dunia iliyokuwa imejaa rushwa, Henoko aliishi maisha ya utakatifu. Henoko hakuchafuliwa na dhambi zilizotawala za zama alizoishi. Kwa hivyo nasi tubaki kuwa wasafi. Tusisingizie kwamba jamani, hata hivyo dunia imechafuka sana, kwa hiyo kuwa mwema na mtakatifu ni ngumu. Hilo hapana. Inawezekana kwake yeye atutiaye nguvu. Paulo anasema katika Wafilipi 4:13, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa nisikilize vizuri. Kama Henoko aliweza kutembea na Mungu kwa maisha ya uaminifu, kwa maisha ya utii, kwa kufuata mapenzi ya Mungu, nasi tunaweza tukafanya hivyo. Mtazamaji uliyeko hapo, zamiria kutembea pamoja na Bwana katika dunia hii. Dunia hii inaisha tu. Asikudanganye mtu.
Dunia hii inaisha. Sisi ni wapitaji. Petro wa kwanza 2:11 anasema, wapenzi na wasii kama wasafiri na wapitaji, ziepukeni tamaa za mwili zipinganazo na roho. Lakini katika waraka wa kwanza wa Yohana 2:15 anasema, msiipende dunia na mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana yaliyomo katika dunia, tamaa ya mwili, kiburi cha uzima, ufisadi, uasherati, uzinzi, uchawi, ulevi, uongo, usengenyaji, yote hayo yako ndani ya dunia. Yako ndani ya dunia. Lakini tunatiwa moyo kwamba na sisi tunapaswa kuwa waaminifu, tutembee na Mungu katika maisha yetu yote, tumtegemee yeye, tuyafanye mapenzi yake, tuwe waaminifu mbele zake. Na ombi letu liwe, Bwana, nifundishe mapenzi yako. Nifundishe mapenzi yako. Sasa umuhimu wa kutembea na Mungu maishani. Kuna umuhimu mkubwa wa kutembea na Mungu maishani. Katika kitabu cha Mika sura ya 6 aya ya 8, Biblia inasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kutembea kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu anahitaji tutembee kwa unyenyekevu. Anahitaji tupende rehema, kuwasamehe wengine. Anahitaji tutende haki. Kama wewe ni hakimu, tenda haki. Kama wewe ni kiongozi kwenye kampuni fulani, tenda haki. Ni kiongozi serikalini, tenda haki. Ni kiongozi kanisani, tenda haki. Tenda haki, usipendelee mtu. Bwana anahitaji tutende haki. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 1 aya ya 10 hadi aya ya 12, Biblia inasema, mwenende kama ulivyo wajibu wenu, mtembee kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa. Henoko alimpendeza Mungu. Mkimpendeza, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya Mungu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 aya ya 8 anasema, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni, tembeeni kama watoto wa nuru. Maisha yetu yote tutembee kama watoto wa nuru. Tembea na Bwana katika maisha yako. Tembea kwa kufanya mapenzi yake. Yohana wa kwanza 1 aya ya 7, Biblia inasema, bali tukienenda nuruni, tukitembea nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tuashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Nakutia moyo mpendwa mtazamaji ya kwamba tembea na Mungu katika maisha yako. Kutembea na Mungu kunahitajika sana katika maisha yetu. Japokuwa tunapotembea naye tutajikwaa, japokuwa tunapotembea naye tutapita kwenye miiba, japokuwa tunapotembea naye tutapita kwenye shida, japokuwa tunapotembea naye tutapita kwenye huzuni, japokuwa tunapotembea naye tutapita kwenye magumu, japokuwa tunapotembea naye tutapita kwenye mambo ya kuhuzunisha, lakini ngoja nikwambie, ameahidi kuwa pamoja nasi. Tembea naye. Mimi binafsi nimechagua kutembea pamoja na Bwana. Na tangu nilipotembea naye sijajuta kamwe. Tangu nilipotembea na Bwana sijaona hasara. Tangu nilipoanza kutembea na Bwana sijaona kama nimepungukiwa kitu. Naona Bwana tu akiniinua.
Naona Bwana akiniinua. Naona Bwana akiniinua. Tembea na Bwana katika maisha yako yote. Bwana aendelee kukubariki sana. Tembea pamoja na Bwana. Bwana akubariki sana. Ikiwa utahitaji mawasiliano pamoja nami kwa ushauri pamoja na maombi, wasiliana nami kwa namba ifuatayo: 07 10 10 69 70. Narudia: 07 10 69 70. Tuombe. Baba yetu na rafiki yetu uliye mwema, asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa somo la leo. Tubariki mimi pamoja na mtazamaji. Tutembee pamoja na wewe katika maisha yetu yote, kama alivyofanya Henoko na ukamuhamisha. Tubariki sote kwa jina la Yesu. Amina.